Na Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena ya baraka. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ametupa neema tena ya kuwepo kwenye kipindi chetu cha kutoka madhabahuni leo, ikiwa ni mwisho wa mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametufanikisha. Baada ya masaa machache tutaingia tena mwezi mwingine. Haleluya. Katika kipindi chetu cha kutoka madhabahuni leo tunao ujumbe unaosema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Basi kabla hatujaendelea, kila mtu afungue kinywa ili tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe. Bwana Yesu, ninakuinua, ninalibariki jina lako. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa matendo yako makuu. Asante mfalme wa falme. Tumekuona Bwana, tumekuona katika maisha yetu Bwana. Tumeona ukifungua, tumekuona Bwana ukitufungua kwa habari ya neno lako. Hata umewafungua wasikilizaji na watazamaji. Umekuwa mwaminifu, umetupeleka hatua hadi hatua. Asante Bwana Yesu kwa sababu upendo wako unaendelea kudhihirika kwenye maisha yetu siku hadi siku. Asante Bwana kwa sababu usiku wa leo umeachilia neno la kuweza kutuvusha tena kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu. Nafungua masikio yake ya ndani akapate kusikia hili neno, na hili neno atakapolisikia likambadilishe, na hili neno atakapolisikia moyo wake utakuwa ni udongo mzuri, ambapo hili neno litapandwa kama mbegu na litakwenda kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi kabla hatujaendelea, niko na watumishi wa Mungu. Niko na Pastor Christina, niko na Pastor Jennifer, niko na Pastor Messi. Najua wamepakwa mafuta kwa ajili ya kuweza kuzungumza na mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Haleluya. Tumesema ujumbe wetu leo unasema upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tukiangalia tafsiri ya upendo, upendo ni kitendo cha kuonyesha hisia za ndani kwa mtu mwingine. Ni kitendo cha kuonyesha hisia za ndani kwa mtu mwingine, kuonyesha kwamba umemridhia, umemkubali au unataka kuwa karibu naye. Manake hizo zote ni hisia. Au umemhurumia, hizo zote ni hisia. Kwa hiyo manake ili mimi nikuhurumie, lazima niwe na hisia ile kwamba nimemhurumia sana. Kwa hiyo ile huruma inanifanya nikupende. Haleluya. Kwa hiyo nimesema upendo ni hisia za upendo ni kitendo cha kuonyesha hisia za ndani kwa mtu mwingine, kwa kumkubali au kuonyesha umeridhishwa naye au umemhurumia au unataka awe karibu na wewe au wewe unataka kuwa karibu naye. Basi tutaenda kuangalia aina za upendo. Kuna aina nyingi za upendo, lakini leo tutaangalia aina 4. Lakini katika hizo aina 4 kuna aina moja ambayo ndo tunaenda kuizungumzia. Tayari tumesema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo maana yake tutaenda kuzungumzia aina hiyo ya upendo. Aina ya kwanza ya upendo ni upendo wa eros. Huu upendo wa eros ni upendo wa hisia. Nikisema upendo wa hisia, mara nyingi ni upendo ambao unakuwa kwa wapenzi au wanandoa. Yaani unampenda mtu, mwanamume anampenda mwanamke kwa sababu anahisia naye. Upendo mwingine unaitwa upendo wa fileo. Huu upendo wa fileo unazaliwa kutokana na vitu. Yaani huu upendo wa fileo unazaliwa kutokana na vitu kuendana. Yaani tunapendana kwa sababu ya vitu fulani vinaendana. Kwa mfano, ninampenda mtu fulani, labda watu waliookoka. Anakuwa na upendo na mtu kwa sababu tu wote ni waamini. Yaani ni ndugu katika Kristo.
Haya, unampenda mtu labda kwa sababu ana biashara kama ya kwako. Kwa mfano unaweza kukuta hao wafanya biashara wadogo wadogo, unakuta labda wakienda kulangua biashara mahali, wakifika pale wakishajuana wanapeana namba za simu. Kwa hiyo watakuwa wanaambizana kesho tunaenda. Kwa hiyo manake wamependana, na huu upendo unakuwa una masharti. Yaani una masharti, yaani kuna kiungio, yaani kuna kitu kinachofanya wapendane. Kwa hiyo kuna kiungio, na pia huu upendo una kikomo. Haya, mimi nikiacha biashara nisipoenda manake yule mwenzangu basi. Kwa hiyo manake huu upendo umeisha hapo. Upendo mwingine unaitwa agape. Upendo agape. Sasa huu upendo agape, huu ni upendo usio na masharti. Wenyewe hauna masharti yoyote. Ndio maana ni upendo agape. Huu ni upendo wa kimungu. Na tunaposema upendo wa Mungu kwa mwanadamu, maana yake tutajikita sasa kuzungumzia upendo agape au agape love. Ndio tunaenda kuzungumzia sasa. Sasa huu upendo yani hauna masharti. Yani haupendwi yani hauna sababu yoyote inayokufanya upendo. Ingawa kuna aina nyingine ya upendo unaitwa upendo wa storge. Huu upendo wa storge ni kwa ajili ya ndugu, unakuta familia. Sasa nao unakuta unafika mahali, tukiangalia aina zote hizi za upendo zinafika mahali zinafika mwisho. Hujai kuona familia hawaelewani? Ipo. Sasa tukija kwenye huu upendo agape, ni upendo wa kimungu. Yaani huu ni upendo usiokuwa na masharti. Unaitwa kwa Kiingereza anasema unconditional love. Yaani hauna masharti. Hauna mipaka. Na pia hauishi. Ndio maana amesema upendo wa milele. Kwa hiyo sasa huu upendo yani unapendwa uwe muovu, yani kwa namna yote, yani hauna sababu. Yani unatakiwa kupenda. Haunatakiwa kupenda. Ndio maana siku moja Yesu alikuwa anaongea nafikiri wanafunzi wake, akasema hivi, mkiwapenda wale wanaowapenda mnapata thawabu gani? Kwa sababu hata Mafarisayo wanafanya, hata watu wasiookoka wanafanya hivyo. Lakini akawa anavunja hicho kiambaza kwamba nyinyi wapendeni hata wanaowaudhi. Ila unakuta mtu anayemuudhi hampendi. Kwa hiyo manake huu upendo wa kimungu, yani wenyewe unataka upende. Yani mtu hata kama unajua amekusema, yani umeambiwa kwamba ametoka kunisema, huyo mtu utakuwa umpende kwa sababu ya upendo wa kimungu. Kwa sababu tunaangalia, tunaposema upendo wa kimungu, tunaona Mungu ameupenda ulimwengu ukiwa katika hali ya dhambi, machafuko, yani kila kitu, lakini Mungu ameupenda ulimwengu. Maana yake kama ungekuwa ni upendo wenye masharti au wenye sababu, basi angeupenda kwa sababu ya wenye haki. Ila hapakuwa hata na mwenye haki hata mmoja. Anasema wote wamepotea, hakuna hata atendaye haki. Wote wamepotoka. Unaona? Kwa hiyo sasa huu upendo ndo tutauzungumzia leo. Ni upendo ambao yani hauna sababu yote, nitakuwa upende tu. Kwa mfano kwenye kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza anasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Sasa huu ndo upendo, yani kupenda upeo. Yani ili neno upeo, hauna sababu yoyote ya kutokupenda, unatakiwa kupenda. Yani ni lazima upende, yani hauna sababu, yani iwe ni nzuri au mbaya, ila unatakiwa upende. Ipo tu, unatakiwa ufanyaje? Upende. Sasa kwa nini tunazungumza leo kwa habari ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu? Sasa tunarudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima
Sasa tunaona huu upendo, ametupenda milele, haijalishi alitukuta katika hali gani. Mimi nafikiri kila mtu, kwa mfano ukimkuta mtu ambaye ameshaokoka au amempa Yesu maisha, akielezea namna, kila mtu kuna namna Mungu alimkuta katika mazingira fulani. Kwa mfano mimi Mungu alinikuta kwenye uasherati. Kwa hiyo maana yake hakunikuta nikiwa kwenye hali nzuri. Ningesema labda alinipenda kwa sababu nilikuwa najitunza, najitambua. Hapana. Yaani alinikuta kichwa kikiwa kimevurugika. Tunaelewana vizuri. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwanza kitendo tu cha Mungu kuupenda ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa umechafuka. Ulimwengu ulikuwa hautamaniki. Ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi, umejaa machafuko. Yaani hautamaniki, yaani hauelezeki. Lakini tunaona alitupenda upeo. Yaani hakuwa na sababu, ila Mungu akatupenda upeo. Sasa kwa nini tunazungumza upendo wa Mungu kwa mwanadamu? Tunaona kwamba kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema Mungu hakuishia tu kupenda. Yaani baada ya Mungu kuupenda ulimwengu, hakuishia tu kuupenda. Si umeharibika? Umepotoka? Watu wake wamepotoka? Akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila atakaye muamini huyo mwanaye wa pekee awe na uzima wa milele. Huyu mwanaye wa pekee anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Mwanaye wa pekee anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo maana yake Mungu hakupenda tu ulimwengu akatuacha. Tunaona alifanya jambo, akamtoa mwanaye wa pekee ili kila atakaye muamini awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu, maana yake tunaangalia ni namna gani Mungu amemvuta mwanadamu kutoka na kwa nini Mungu aliupenda ulimwengu? Kwa sababu mwanadamu alifarakana na uso wa Mungu. Yaani kitendo cha Mungu kuupenda ulimwengu, mwanadamu alifarakana na uso wa Mungu. Yaani nikisema mwanadamu amefarakana na uso wa Mungu, yaani mwanadamu yuko mbali na Mungu, yaani anajificha. Ndio maana Mungu amemtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili aje atusogeze karibu na yeye. Yaani mwanadamu yote, hata leo hii mwanadamu yote ambaye anaishi katika maisha ya dhambi, yaani ukimwambia mambo ya kanisani, yaani kwake ni vita kubwa sana. Maanake mtu anayeenda kanisani tayari amebadilishwa na anapenda hicho kitu. Lakini mtu ambaye bado yuko dhambini, ukimwambia maswali, yaani yuko mbali. Kwa hiyo Yesu amekuja kutusogeza karibu. Ndio maana Biblia inasema pia Yesu ni mpatanishi kati yetu na Mungu. Maana yake amekuja kutupatanisha, kwa sababu baada ya anguko la Adamu na Hawa pale Eden, kulikuwa kuna uadui kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo maana yake Yesu Kristo amekuja kuuondoa huo uadui. Sasa tukisoma kwenye kitabu cha, hebu mtumishi wa Mungu nisomee, nifungulie Wakorinto wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 4 hapo. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 4 anasema upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, upendo haujivuni. Unaona, anasema hauhusudu, huvumilia, hauhesabu mabaya. Upendo unafanyaje? Hautakabali, yani hakuna namna, yani wenyewe anasema pia unavumilia, hauhusudu, hauoni uchungu. Unaona? Kwa hiyo tunaona kwamba okay, kumbe huu upendo sio upendo wa kawaida. Ndio maana sasa huu upendo watu wengi, yani hata ukiwaambia kwamba Mungu anakupenda ni kama hawaelewi. Kwa sababu anajua yeye kila siku anaenda kanisani. Tukijizungumzia kanisani tunazungumzia kwa mfano kwenye dini. Unajua na sisi tulikuwa tuna dini nzuri, lakini hazikutufanya tuache yale matendo tuliyokuwa tunayafanya. Kumbe mtu ili dhambi iondoke ndani yake ni mpaka amemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo kumbe kila anayemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaupokea upendo automatic.
Kwa hata kama alikuwa na chuki kiasi gani, na yeye anaanza kuwapenda watu wengine. Sasa tutaenda kuangalia sababu, yaani sababu ya Mungu kuupenda ulimwengu. Tunapoongelea sababu ya Mungu kuupenda ulimwengu, tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 ili tuone sababu ya Mungu kuupenda ulimwengu. Nitaanzia mstari wa 1. Anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa 2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Mstari wa 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Msiale wala msiaguse, msije mkafa. Sasa tunapozungumzia mtu kutengana na uso wa Mungu, Biblia inazungumzia kama ni kifo, na hiki kifo sio kifo cha mtu kutengana mwili na roho, ila ni kifo cha roho wa Mungu kutengana na roho ya binadamu. Haleluya. Mstari wa 4 anasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Unaona mjaribu huyu, manake anataka watoke kwenye yale maagizo ya Mungu, na ni kiukweli baada ya tunasema dhambi ni uasi juu ya sheria ya Mungu. Kwa hiyo manake tayari nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Basi mstari wa 5 anasema, kwa maana Mungu anajua ya siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6 anasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Tunaona kabisa kwamba dhambi inamtenga mtu na Mungu. Kwa mfano Adam na Hawa, baada ya kula tunda ambalo Mungu aliwakataza, Biblia inasema walifumbuliwa macho, wakaanza kuona wako uchi. Toka mwanzo walikuwa wako uchi, ila hakuna aliyekuwa anamtambua mwenzake kwamba yuko uchi, kwa sababu hapa ndipo ambapo mwanadamu alianza kuvaa nguo. Ila maana yake mwanadamu isingekuwa dhambi, angekuwa ni mtu ambaye havai nguo, na hakuna mtu angemuona mwenzie kwamba ni wa tofauti. Sasa ukisoma mstari wa 21, tukisoma mstari wa 21 kuna kitu tutajifunza hapa. Tutaona upendo wa Mungu wa kwanza kabisa, hata kabla ya kumtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo. Upendo wake pia ulianzia hapa. Pamoja na kwa hawa watu walikosea, hakuwaacha, kwa sababu unajua iko hivi, mtu ambaye tayari niseme kwamba Adam na Hawa baada ya kula lile tunda ni kama akili zao ziliondoka. Kwa hiyo manake wao waliona majani wajifichie, lakini kumbuka majani yananyauka. Lakini Mungu kwa sababu yeye ndio hekima, akaamua kumharibu mnyama. Ngoja nisome, anasema mstari wa 21, akasema, nianzie mstari wa 20. Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Mstari wa 21, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Kwa hiyo huu nao pia ulikuwa ni upendo. Upendo wa Mungu. Sawa, Mungu aliona kwamba kweli hawa watu wamekwenda kinyume na maagizo yangu, na ni kweli wako pembeni ya bustani, nimewatoa kwenye mahali ambapo nilikuwa nimewaweka, ila bado Mungu aliendelea kuwahifadhi mle bustani, ingawa aliwaweka pembeni. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hii pia ni sababu ambayo ilimfanya Mungu aupende ulimwengu kwa kumtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo. Sasa kitu ambacho pia tunatakiwa kujifunza leo, tukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12,
kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema hii yote tunaangalia kwa nini, yaani nini kilichomsukuma Mungu hasa kuupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae wa pekee. Nitasoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo maana yake mtu anaweza unajua iko hivi, mtu anaweza akasema kwamba yuko mtu leo anaweza akasema wale si walikuwa Adam na Hawa, sio mimi, lakini asijue kwamba na yeye ni victim, kwa sababu hapa Biblia inasema wote wametenda dhambi. Kwa hiyo maana yake atakaye nasuliwa kwenye huo mtego ni mpaka amkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yaani arudi kwenye huu upendo wa Mungu. Ameupenda ulimwengu, amemtoa mwanae wa pekee, ili kila atakaye muamini, yaani kila atakaye amini kwamba Yesu alisulubiwa, Yesu alisulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka, huyo ndiye anapokea hii neema, anaupokea huu upendo. Sasa maana yake anakuwa ameukubali. Haleluya! Kwa sababu mimi ninachotambua hapa, hata kitendo cha Ibrahimu kutoka kwa Mungu, alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika jamaa yako na katika nyumba ya baba yako uende mahali kule nitakako kuambia. Huo nao pia ni upendo wa Mungu, kwa sababu alikuwa na mpango na huyu Ibrahimu. Tukija pia tena kwa wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, huo pia ni upendo wa Mungu kwao. Haleluya, ni upendo wa Mungu kwao, kwa sababu tukiangalia kwenye kitabu cha Yeremia 31, hebu tuone kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31, Yeremia 31 mstari wa 3, anasema Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Upendo wa milele, tuzingatie kitu hapa, upendo wa milele. Kumbuka tumeona kwamba aina zote zile za upendo zina expire, ila huu upendo wa Mungu ni upendo wa milele. Nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo tukiangalia hata kitendo cha Mungu kumtuma Musa kwenda Misri kuwatoa wana wa Israeli, ule nao pia ni upendo, kwa sababu wale pia nao ile lilikuwa pia ni agano la kuokolewa kwao. Maanake kitendo cha kutoka kule, kuhamishwa kule kwenye utumwa, sasa hii ilitokea physical kwamba wametoka kabisa Misri kwenda Kanaani, lakini leo hii kwa sababu tayari Yesu alishakufa msalabani, leo hii ni kiroho, sio kimwili tena. Maanake mtu anatoka Misri kwenda Kanaani, yaani tunapozungumzia Misri tunaweza tukazungumzia duniani, kwenye dhambi, kwenye mateso, kwenye utumwa. Mtu labda anatumikishwa na dhambi, ulevi, kwa hiyo anatoka kwenye ule utumwa. Sasa hii ni agano la kukiri, tofauti na wana wa Israeli. Wao ilikuwa ni yaani kimwili kabisa, haya twendeni. Haleluya, amen. Kwa hiyo tunaona kwamba hii pia ni sababu, tumeona sababu ya Mungu kuupenda ulimwengu. Na pia kitu kingine ambacho kilimfanya Mungu aupende ulimwengu, sababu nyingine, tunaona Mungu ni Mungu mwenye wivu. Tunaona kabisa kwenye Mwanzo 1:26 anasema na tumfanye mtu. Maana yake mbingu zilikaa zikapangilia, yani katika uumbaji wote Mungu akakaa akapangilia namna mwanadamu atakavyomuumba. Kwa hiyo tunaona Mungu hataki hasara kwa upande wa mwanadamu, kwa sababu kumbuka mwanadamu ana pumzi ya Mungu. Tunaelewana vizuri? Mwanadamu ana pumzi ya Mungu. Sasa na Mungu kumuumba mwanadamu, unajua hakuna mtu anayefanya kitu pasipokuwa na malengo au matarajio fulani. Kwa hiyo Mungu kitendo cha kumuumba mwanadamu kwa mfano na kwa sura yake alikuwa na matarajio. Ndio maana mwishoni baada ya uumbaji ukisoma ile 1:28
Mwanzo 1:20 alipotoka 26 ameumba. Baadaye kwenye 28 akasema akawabariki akawaambia zaeni. Maana yake alikuwa anataka huyu mtu akae kwenye nafasi yake. Yaani niseme kwamba yani mtu akiwa duniani anamwakilisha Mungu kwa sababu ni sura ya Mungu. Kwa hiyo kile ambacho ilitakiwa Mungu aje afanye duniani anafanya huyu mtu. Sasa hawezi kufanya kama wamefarakana na Mungu. Yaani kuna gepu kati yao. Ndio maana upendo wa Mungu amemtuma Yesu Kristo. Baada ya kumpatanisha huyu mwanadamu na yeye, ndipo sasa Mungu anaanza safari ya kutembea na huyu mtu katika yale matarajio ambayo Mungu alimuumba mwanadamu kwayo. Yaani kuna namna Mungu amemuumba Pastor Jennifer. Yaani kuna namna anataka Pastor Jennifer akiwa duniani, kuna namna anataka aishi. Na kuna namna anataka yeye Pastor Jennifer amwakilishe Mungu akiwa duniani. Ndio maana sisi tuko duniani, sisi ni sura ya Mungu. Yaani tukumbuke kwamba kwenye uumbaji Mungu alipulizia pumzi. Yaani maana yake pumzi yake ninayo mimi. Kwa hiyo mimi ni sura ya Mungu. Kwa hiyo mimi namwakilisha Mungu. Kama Mungu ilitakiwa amponye mtu, mimi ndo namponya kwa sababu nimesimama kwa niaba yake, kwa sababu Mungu ni roho, hawezi kutumika bila mtu. Mungu ni roho, ndo maana anakaa ndani ya mtu ili atende kazi kupitia huyo mtu. Kwa hiyo hii tunaona pia ni sababu ya Mungu kuupenda ulimwengu. Basi kabla hatujaendelea na mambo mengine ningependa niwakaribishe wachungaji ili waweze kuwafanya watazamaji pia wanufaike na hichi kipindi cha Kutoka Madhabahuni leo, ikiwa ujumbe wetu ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Karibu sana Pastor. Karibu mtumishi. Kabla mama hujaenda mbali, mimi nilikuwa na swali hapa. Karibu. Kwenye huu upendo ambao umeuelezea sana sana, ambao ndo mpango wa Mungu kamili kutoka kwenye kumtaka mwanadamu. Hii ni Agano Jipya. Je, katika Agano la Kale ilikuwaje mfumo huu? Maana huku tumeona Agano Jipya ni agano ambalo alikuja kumtoa mwanawe wa pekee. Tena si tu umesema upendo, yaani ni ile kupenda, na kwa sababu upendo umeambatana na kitu. Unaweza kukuta kijana akimpenda binti anaweza akajitoa nguvu, yani moyo amewekeza hapo. Lakini sana sana tunaona hapa huyu mtu anakuwa anatarajia kitu. Na mara nyingi sana upendo huu kwa mwanadamu, kwa mfano mwanaume, mimi kwa asili najua mwanaume ni asili ya Mungu kwa sababu ni founder. Yeye ndo anayeanzisha. Lakini sasa kitu ambacho alichengwa tu hapo kidogo, hawezi kuleta upendo wa milele. Hata kama atampenda mke wake vipi. Kwa ndo maana unakuta mtu amewekeza nguvu, anajitoa na hakikisha yeye anajinyima ili tu familia yake ikae sawa, au binti yule ajisikie yuko vizuri. Unaona sasa. Lakini hawezi kufikia upendo wa agape ambao yeye akisema anakufa kwa ajili ya mke wake hawezi kurudi. Kwa ndo maana hata Mungu katika mipaka aliyoiweka, ndio aliweka mpaka huu, kwa sababu mwanadamu hawezi kufanana na Mungu. Ndo maana ni Mungu peke yake. Miungu yote na wote waliopita hawajawahi kurudi. Mama, nilikuwa na swali na pia ngoja nianzie hapa. Huu upendo ni upendo ambao yani una uvuvio, ni upendo ambao ni wa nguvu. Yaani sio upendo wa kawaida. Ndio maana unakuta wanandoa wanaweza wakapendana, lakini ikafika mahali ukasikia wamepeana talaka. Sasa huu upendo kuna nguvu inayomvuta mtu. Kwa hiyo ni upendo ambao yani automatic, yani kuna nguvu fulani, yani na hii nguvu nikizungumzia nguvu, yani nazungumzia uweza wa Mungu. Ndio maana ni upendo wa kimungu mwenyewe, yani kuna uvuvio. Kwa hiyo umeuliza swali zuri. Kwenye agano, nafikiri nimeeleza kidogo. Kwenye Agano la Kale, yani hatuzungumzi upendo kwenye Agano Jipya tu kwa sababu ya Yesu Kristo kuja kusulubiwa msalabani, kufa, kuzikwa na kufufuka. Ila hata kwenye Agano la Kale
nimezungumzia kidogo kwa habari ya wana wa Israeli kutolewa Misri kwenda Kanaani. Hapa nikisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mstari wa 2 amesema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Sasa tunaona kwamba Ibrahimu na Mungu, ndio maana nimesema hivi, hii nayo pia ni aina ya wokovu. Mtu aliokolewa kutoka, kwa sababu tukizungumzia kwamba Ibrahimu baba yake alikuwa ni Tera alikuwa anaabudu miungu. Kwa hiyo maana yake kitendo cha Ibrahimu kutii sauti ya Mungu na kutoka pia ni kama ni wokovu huo pia. Yaani ametoka kwenye ile miungu ili aweze kumsikia Mungu zaidi, aweze kupata maelekezo zaidi ya kule alikoambiwa aende. Na tukiangalia kule alikoambiwa aende, aliendelea mbele baada ya kuwa anasikia sauti ya Mungu. Sasa tumeona kwamba Ibrahimu ndo amekuwa baba wa imani ambaye Mungu akaweka agano naye. Na tunaona kwamba kutokea kwa Ibrahimu ndo amekuja kuzaa haya makabila 12, ambayo haya makabila 12 ndo hawa wana wa Israeli ambao walikuwa Misri. Kwa hiyo maana yake Mungu anaitimiza ile ahadi, anakumbuka lile agano aliloweka na nani? Na Ibrahimu, kwa sababu alisema nitauweka uzao wako katika nchi ya utumwa. Akamwambia pia kuna wakati utafika nitawatoa. Kwa hiyo maana yake alikuwa anatimiza kile ambacho alikuwa ameongea na mtume Ibrahimu. Kwa hiyo kwenye agano la kale pia, yani huu upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulikuwepo, kwa sababu tunaona namna gani Mungu alivyomtuma Musa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli kwa Farao. Tunaona ni Mungu alihusika. Kwa hiyo Mungu asingekuwa na upendo, na Biblia inasema Mungu kilichofanya awaokoe, alikumbuka agano. Alikumbuka nini? Agano kati yake na Ibrahim. Sasa ukiangalia hata leo hii sisi tunapokuwa tunaokoka, si tunakuwa wana wa Ibrahim, yani tunapitia ile imani ya Ibrahim. Kwa hiyo maana yake na sisi tunakuwa kama wao. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu ambaye anaweza akaongezea. Amen. Karibu. Mtumishi wa Mungu ameuliza swali kwamba kuna tofauti gani kati ya agano jipya na agano la kale. Kwa mimi hapa ninavyoelewa ni kwamba zamani kwenye agano la kale walikuwa wanatumia wanyama kuweza kujitakasa, kuweza kujitoa kwenye uovu. Lakini pamoja na yote kule kujitakasa kwao ilikuwa katika mwili. Ilikuwa inatakasa mwili. Haikuwa kwenye nafsi. Lengo kubwa la Mungu kumtuma Yesu Kristo, zote hizi si ni damu, hii ni damu ya Yesu, hii ni damu ya wanyama. Lakini lengo kubwa Mungu alitaka kutakasa nafsi ya mtu, kwa sababu nafsi ya mtu ndio iliyokuwa ina asili ya dhambi. Ile asili ya dhambi ilikuwa inakaa ndani. Sasa haikai kwenye mwili, ila zamani walikuwa wanadili mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye Waebrania anasema hivi, damu ya Yesu Kristo ni damu inayonena mema kuliko damu ya Abili, kuliko damu ya wanyama, kuliko damu ya mafahali ya ndama. Kwa sababu ile damu inaingia ndani ya nafsi ya mtu. Ndio inashughulika na nafsi. Ndipo tofauti uliopo kati ya agano jipya na agano la kale. Yaani utofauti uko hapa kwenye damu ya Yesu. Ndio maana sasa hivi unajiuliza, mtu angekuwa ana kuku ana mbuzi, angetoa kuku ngapi? Angetoa mbuzi ngapi ili kuweza kujitoa kwenye dhambi? Lakini sasa hivi sisi tumepata neema, tunaitumia damu ya Yesu ambayo miaka 2000 iliyopita ikaja ikatutoa kwa siku hii moja, kwa muda huu mmoja, kwa wakati huu mmoja, mpaka leo. Ukitumia damu ya Yesu kila kitu kinasalenda. Ndio maana sasa umana wa agano jipya la wokovu kuhusu Yesu Kristo, hapo ndipo panapo na utofauti. Okay, ndio maana tukiangalia kwamba kwenye agano la kale
makuhani walikuwa wanaenda kila mwaka kupaingia patakatifu, ila walikuwa wanabeba damu yao na damu za dhambi yani tufanye damu ya washirika anaingia nayo. Ila Biblia inatuambia kwamba Yesu ndo amekuwa kuhani mkuu aliyeingia patakatifu mara moja. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ni kwenye namna ya kupitapita na somo hili nikiwa linaelezewa pia. Unajua kuna namna ya upeo wa mtu kuelewa. Kuna watu wanauchukulia wokovu juu. Hili ndio maana unakuta mtu haoni thamani ya kitu kwa sababu amechukulia juu. Kuna mtu mmoja akaniuliza swali akaniambia, mtumishi, sasa ni kweli mnasema ya kwamba damu, mbona hii damu hatuioni? Zamani walikuwa kweli tunaona wanachinja mbuzi wanafanya nini? Kwa hapo tu nataka niongezee kwa kupitia swali hilo mtu wa Mungu amelielezea, ila sasa nataka nielezee kwa namna ambayo imekaa kwa namna hii pia ili kuongezea. Sehemu hii hatuko kimwili, tuko kiroho. Yaani hata ukimwambia mtu nafsi ni kitu ambacho hakishikiki. Kwa kuna mwingine hakuelewi. Kwa nafsi ni kitu ambacho hakishikiki, kiko ndani. Ndio maana wakati fulani mama, kuna muda alikuwa anaelezea hapa akasema kitu kinachoitwa pumzi. Pumzi ya Mungu ni taa ya Mungu kumuona mtu yeyote popote alipo. Kwa ili aweze ndio maana unakuta mwingine anasema mimi nimejificha. Pumzi ndio inayodhihirisha kwamba wewe uko wapi. Kuna andiko linasema pumzi ya Mungu ni taa ya Mungu ili kukuona sehemu yoyote ulipo. Kwa hiyo sasa mambo haya yametoka kimwili yamehamia kiroho. Ndio maana hata mwanamke ilikuwa akizini na mwanaume wanachukua mawe wanapiga mpaka anakufa. Umenielewa vizuri? Lakini temu hili ukigundulika umechukua panga ukaenda kumkata mchawi unafungwa. Kwa sababu pindi Yesu Kristo alipokuja tu akatufia, hii kitu ilihamia kwenye ulimwengu wa roho. Ukisoma Waefeso 6 kuanzia mstari wa 8, 10 mpaka ngapi pale, anasema vita vyetu hatupigani katika hali ya kibinadamu, katika damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Kwa sasa mtu kutambua ulimwengu wa roho, ndo maana unaweza kukuta mtu nafsi yake kwa sababu haishikiki, imefichwa mahali, imefungiwa mahali, hawezi kufanya kitu fulani, hawezi kuwa na maamuzi kwa sababu ya nafsi imefichwa mahali. Na hiyo nafsi ukianza kumwambia nafsi yako imefichwa sehemu, nafsi yako imefungwa sehemu, hakuelewi kwa sababu mambo haya baada ya Agano Jipya tumehamia kwenye ukiroho. Kwa hata sasa tunavyofundisha kwamba upendo wa agape, si Yesu akamtoa, mwingine atakwambia mimi huyo Yesu mwenyewe sijawahi kumuona hiyo damu yenyewe. Umeelewa sasa? Temu hili tupo kwenye ukiroho, yani kwenye ulimwengu wa roho, sio wa damu na nyama. Ndio maana siku moja baba aliwahi kufundisha akasema ya kwamba kila kitu huwa kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho, ndipo kinadhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo niwaambie ya kwamba hii ni kama ilikuwa vice versa. Agano la kale lilitakiwa liwe linafanyika saa hii ili ukiroho urudi nyuma. Lakini sasa kwa sababu ulianzia katika mwili, tumekuja kudhihirishiwa katika roho. Amen. Pia kitu kingine tukiangalia kwenye Agano la Kale, utofauti kati ya huu upendo wa Agano la Kale na upendo wa Agano Jipya, tukiangalia kwenye Agano la Kale, Agano la Kale lilikuwa linatembea kwenye sheria na Torati. Lilikuwa linatembea kwenye Torati ya Musa. Na pia hata amri 10 za Mungu zilikuwa zimeandikwa kwenye kibao. Kwa hiyo manake mtu labda ameenda Bunju, ili manake anatakiwa arudi aje asome labda kama amri ni ya 5 asome, kwa sababu ameenda ameshasahau. Lakini kwenye agano hili la Yesu, Agano Jipya, zile amri zimeandikwa kwenye mioyo. Anasema zimeandikwa kwenye vibao vya mioyo. Yaani sasa hivi wewe dhamiri yako ndio inakushuhudia kwamba hiki unachokifanya ni kibaya, ila zamani ilikuwa mpaka warudi waje wasome. Haleluya. Kwa hiyo pia kuna kautofauti hapo. Walikuwa wanatembea kwenye Torati, sheria, yaani wanapata sheria. Sasa kile kitendo cha kufuata sheria
Yaani leo kingeendelea kama alivyosema Pastor Tina, yaani wengine mngine tusingeokoka. Unakuta hata huku mjini hatufugi. Ungepata wapi au kuku, mbuzi ili uweze kutakasika dhambi zako? Ingekuwa ni ngumu, mtumishi wa Mungu. Amina. Basi karibu sana Pastor Christina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii na wakati huu. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Christina, nimeokoka. Tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu, jambo la kwanza kabisa tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu, mama ametoka kuelezea kwamba kuna aina za upendo, lakini upendo ambao tunaozungumzia ni upendo agape, kwa maana ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapozungumzia upendo, Mungu ni upendo. Yaani Mungu ni pendo. Huwezi kumtenga Mungu na upendo. Kwa sababu huu upendo ndio ambao umetudhihirishia sasa sisi kuja kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapozungumzia mwanadamu kinachofanya awe mwanadamu kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa, mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili. Hivi vyote vimebebwa kwenye wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana ukisoma kwenye ile Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Manake hapo ndipo ukamilisho wa mwanadamu unakuwa. Sasa kwenye namna ya upendo wa Mungu sasa kwa mwanadamu, manake Mungu anakuja kuonyesha upendo wa mwanadamu baada ya anguko la mwanadamu kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale kwenye dhambi sasa ndipo Mungu anaanza kudhihirisha upendo wa Mungu. Tukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 9, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9 anasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanaye pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Katika hili pendo la Mungu limedhihirika, limeonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kumpenda mwanadamu ni kuonyesha kumtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili aje tupate uzima kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 10 anasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni kupatanishwa kwa sababu ya lile anguko la mwanadamu pale Edeni. Sasa Mungu anatupatanisha. Ukiachana kabisa na kule kumvika yule Adam na Hawa ile ngozi ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa upendo huu hapa unadhihirisha kabisa kwamba mimi kuonyesha kwamba nampenda mwanadamu asipotee, akamtoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yangu, kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upendo huu unakuja kumtoa mwanadamu kwenye asili ya dhambi ya shetani, kwa sababu asili ya dhambi tunapozungumzia ni shetani, na tunapozungumzia asili ya dhambi ni shetani, manake mwanadamu baada ya anguko aliuvaa ule uasili wa ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile asili ya ile dhambi ilipomvaa mwanadamu akawa kinyume na Mungu, akatengwa na Mungu. Kule kutengwa na Mungu kukamfanya awe mbali na Mungu, maombi yake asisikike, chochote anachokifanya kisionekane mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu akaja awe kipatanisho kati yetu sisi na Mungu. Ndio maana tunazungumzia upendo wa Mungu. Kwa hiyo kuwa kipatanisho kati yetu sisi na Mungu kupitia Yesu Kristo, ndipo sasa tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu kuweza kudai chochote, kwa sababu sisi tulishanyang'anywa yale mamlaka pale Edeni na shetani, kwa sababu sisi wenyewe tulijiuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa maana hii tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni kutolewa kwenye asili ya dhambi ya shetani, kwenye asili ile ya shetani na kuingizwa kwenye asili ya Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma pia waraka wa kwanza wa Yohana kuanzia ile sura ya 3
sura ya 3 kuanzia mstari wa 8 anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kuwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo kazi kubwa kabisa ya upendo huu wa Mungu wa kumdhihirisha mwanao wa pekee kwetu sisi ni kuja kuvunja kazi za Ibilisi, za shetani kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yoyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Kwa maana anapozungumzia kwamba watoto wa Mungu ni dhahiri, unakuwa mtoto wa Mungu dhahiri kwa kupitia kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema kwenye ile Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na watoto wa Ibilisi nao ni dhahiri, ni yoyote ambaye hajamkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Haijalishi unaingia kwenye kanisa, haijalishi unatoa sadaka, haijalishi unahudhuria mikutano yote ya Injili, ila kama kinywa chako hakijawahi kutamka kwamba ninakuamini Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni mwana wa Ibilisi. Wewe ni mwana wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtu yoyote asiyetenda haki hatokani na Mungu. Hauwezi kutenda haki nje na Mungu, nje na Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki kupitia Yesu Kristo. Ndio maana tunaanza kutenda haki kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kule kumwamini Yesu, kumkiri Yesu, ndiko sasa unaingizwa kwenye lile pendo la Mungu. Unaingizwa kwenye lile pendo la Mungu, unaanza kuliishi hilo pendo la Mungu. Nje na hapo hakuna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunapozungumzia upendo wa Mungu ni kutolewa kwenye utumwa. Tunapozungumzia utumwa, si utumwa wa dhambi tu. Kuna maisha fulani ambayo unatamani kuyaishi, lakini umefungwa kwenye hayo maisha, kwenye hiyo namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefungwa kwenye laana za ukoo, umefungwa kama nyumbani kwenye familia hakuna anayeweza kumiliki ndoa, umefungwa kwenye huo, ni utumwa wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili uweze kutoka huko kwenye huo utumwa wa shetani, ni lazima umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema kwenye ile Yohana sura ya 15 kuanzia mstari wa 13, anasema kwamba siwaiti watumwa. Anasema kwamba hakuna mtu aliyewahi kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, ila Yesu ameutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Ndipo anasema siwaiti ninyi watumwa, bali rafiki, kwa sababu mmeyasikia yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uweze kuyasikia yale ambayo umeambiwa na Bwana Yesu kama uko ndani ya Yesu, kwa sababu ambaye yuko nje na Yesu ni giza, ila aliyoko ndani ya Yesu hayuko kwenye nuru. Ndio maana ukisoma kwenye ile Yohana sura ya 1 kuanzia mstari ule wa 3, anasema nayo nuru yang'aa gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni nuru, kwa hiyo anatufanya watu wote tutoke kwenye giza tuingie kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunapozungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu, ni kutolewa kwenye ile nguvu ya shetani na kuhamishwa, kuletwa kwenye ufalme wa mwana wa Mungu, kuletwa kwenye ufalme wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye ile Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 13, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kule kuhamishwa ni kupendwa. Ngoja nizungumze kitu kimoja. Tunapozungumzia upendo wa Mungu, hatuwezi kuiacha neema, kwa sababu neema ni hali ya kustahilishwa. Mtu hakustahili. Bwana Yesu asifiwe sana, ila amevutwa kwa sababu ya ile namna ya upendo wa Mungu, kwa namna ya fadhili zake. Ndio maana mama umetoka kusoma kwenye ile Yeremia 31 kwa ule mstari wa 3, anasema Bwana alinitokea zamani akasema kwamba nimekupenda kwa upendo wa milele, nimekuvuta kwa fadhili zangu, nimekuita kwa jina lako. Kwa hiyo unapotolewa kwenye zile nguvu za giza, unavutwa kwa rehema za Mungu, kwa fadhili za Mungu, kwa neema ya Mungu, kwa sababu hujastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye ile Waefeso sura ile ya 2
Waefeso sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 5. Ngoja tusome hapa. Anasema kwamba Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Anasema mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kuokoka unafufuliwa. Yesu alikufa akafufuka. Maana yake wewe kipindi tunapookoka ni unakufa na Yesu, unafufuliwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Mstari wa 8 anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo upendo wa Mungu ni kipawa, ni neema, ni zawadi ambayo mtu anaipokea. Mstari wa 9 anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo hata yule ambaye yuko tayari ndani ya hii neema, ndani ya huu upendo wa Mungu, asijione kwamba yeye tayari ameshafika, bali bado anahitaji kukaza mwendo zaidi kwenye hiyo safari ili kuweza kuifikia ile medali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka Paulo anasema nimevipiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi, kwa sababu kwenye hii neema hii, kwenye huu upendo wa Mungu kuna vitu vingi. Baada ya kuokoka kuna mtu kujifunza neno la Mungu, kuna mtu kuna mafundisho yale ya awali, kuna mafundisho ambayo yatamfanya aendelee kukua na kukua na kukua na kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hii safari ya wokovu pia kuna maisha kabisa ya kawaida, mtu utafundishwa namna ya kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana, kwenye kanuni za kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia upendo wa Mungu, Mungu alikuja kumtoa mwanadamu kwenye dhambi. Na tunaposema mwanadamu kwenye dhambi, tunazungumzia nafsi ya mwanadamu. Anasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hakuja kutafuta au kuokoa magari au majumba. Unaweza ukawa na nyumba leo, unaweza kuwa na magari leo, lakini kama hauko ndani ya Yesu, bado wewe umepotea. Tukikumbuka stori ya Lazaro na yule tajiri, tunaona tajiri aliishia kuzimu, Lazaro aliishia mbinguni. Na si kana kwamba kuwa masikini ndo kuingia mbinguni, na si kana kwamba kuwa tajiri ndo kuingia kuzimuni. Hapana, ila ni raha sana kuwa na utajiri ukiwa ndani ya Yesu Kristo, na ni raha sana ukiwa na vitu vyako ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Kuna faida kubwa zaidi kuliko uviishie vya hapa duniani. Anasema kwamba mtu atafanya nini ikiwa ataipoteza nafsi yake akavipata vya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna cha kulipia. Unachoweza kulipia sasa hivi ni kupitia Yesu Kristo. Kabla mlango hujafungwa, wakati wa kufungwa wa huu mlango kabla hujafika, unaweza kuweza kusimama sasa na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Safari yetu ni kwenda mbinguni, na kila mmoja anatamani kuingia mbinguni. Hauwezi kuingia mbinguni bila Yesu Kristo. Anasema yeye ni njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa hiyo njia. Amen. 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 Karibu sana Pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumepata neema na kibali. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer Geoffrey Kitundu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. Kutoka madhabahuni leo tunazungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu, na hasa zaidi tumejikita, mama ameelezea kuhusiana na aina za upendo, na tumeangalia upendo agape. Sana sana tumedili hapo. Na siku ya leo natamani niongee na mtazamaji mmoja na msikilizaji mmoja ambaye amefikia dakika ameona ya kwamba mimi nimekaa kwenye wokovu muda mrefu kwa matarajio aliyokuwa nayo, akakata tamaa. Au mwingine ni changamoto. Unajua kuna kwenye hii safari pia kuna changamoto. Ndo maana kabla hujaanza unatakiwa kuhesabu gharama ili ujue wapi naanzia, wapi namalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa upendo huu hauwezi kumwacha yule mtu.
tuko kwa sasa ili kuamsha moyo wako. Anasema kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 14, naye akaziamsha roho za Zerubabeli. Unajuaje kama saa hii kuna mtu anakuamsha kutoka usingizini? Na ukikumbuka nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Dalili zote zilishaonekana, kila kilichotabiriwa kilishakuwa. Kwa ni wakati wa kurudisha majeshi, na ndio maana upendo wa Kristo haujawahi kukoma. Anaposema upendo huu hauna kikomo, hauna mipaka. Kwa ni upendo wa milele. Ukiingia kwenye upendo huu tayari unaanza kusafiri na kutarajia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor ameongelea vitu vikubwa na vinamvuta mtu kutoka dhambini kuja ili ajue, na tunakukumbusha bado mlango haujafungwa. Unajua kuna mtu alishawahi kuwa kwenye wokovu, tunakutana nao ni wengi. Anakuambia mimi nishawahi kuokoka Pastor. Unaniambia nini? Shida sio kuambiwa. Na shida sio kusema nimegundua maandiko mengi. Shida ni kwamba nafsi yako wewe, the end of the day, itakuwa wapi? Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31 kuanzia mstari wa 3 na wa 4, anasema Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Zamani, huyu mtu anavyozungumzia zamani ni kwamba aliwahi kuipata hii neema mwanzo. Baada ya hapo akaasi. Hata shetani aliipataga hii neema akakaa mbinguni. Anasema ilikuwa akicheka tu matari na vinubi na filimbi na kila kitu, kwa sababu yeye ndo founder wa muziki. Leo hii ukimwona mtu fulani anafanya hivyo, jua kuna founder. Na huyu founder ndo anapambana na wewe saa hii. Kwa kurudi nyuma ndo kunafanya, yani kwa andiko hili anasema zamani alitokea. Kwa mara ya kwanza mtu huyu alipata hii neema. Baada ya hapo anasema akawekwa kwenye upendo wa milele. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Fadhili ni kitendo cha kuhurumiwa. Kwa kuhurumiwa maeneo ambayo hukustahili, hukutakiwa kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 103 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 4, anasema akusamee. Cha kwanza ni pendo anatuonyesha. Alafu cha pili sasa anaanza kukutoa kwenye nguvu za giza, magonjwa, kila ulichofungiwa. Pastor ameelezea hapa. Bado cha tatu anasema anakutoa tena kwenye mauti. Unajua ile mauti anayoielezea ni mauti ya milele, ya kutengwa na Mungu milele. Sio mauti sio kifo. Kwa sababu kifo ni roho ya mtu kutengana na mwili. Lakini mauti hii ni ya Mungu kutengana na nafsi ya mwanadamu milele. Kwa maana anaposema ya kwamba amekusamee, alafu cha pili akakuponya magonjwa, kinachofuatia, kwa sababu magonjwa ni kitu cha kawaida kabisa. Changamoto kwenye hili cover, hili container, sio content ya ndani. Kwa hiyo kinachokuja kufanyika hapo sasa, anakuja kukunyofoa kwenye ile mauti ya milele ambayo wewe unatengana na Mungu milele. Lakini Pastor, watu hawaogopi hiyo mauti ya milele, wanaogopa mauti ya mtu kutengana mwili na roho. Yaani watu wanaiogopa sana hiyo kuliko ile ya milele. Na wasijue kwamba hii ya kutengana mwili na roho haina faida sana, kwa sababu unarudi ulikotoka. Sasa itaamua yani kitakacho kuonyesha ulitokea wapi, tutakuonyesha kwenye matokeo. Kwa sababu ukitaka kumjua mtu ni kwenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akamvuta kwa fadhili zake. Anaendelea mstari wa 4, anasema mara ya pili. Kwa hii ndo mara ya pili. Na usizimie moyo. Pendo la Mungu ni kubwa mno. Mungu bado anakupenda, bado anakuita, bado anakubembeleza, kwa sababu hakunaga kitu cha hasara. Hata mfanyabiashara hapendi kufanya biashara yenye hasara. Ukianza kutazama hapa, huwa kuna biashara baina ya mwana wa Mungu na Mungu mwenyewe na mwanadamu. Ndio maana alikuja Yesu kama thamani ya kutununua sisi kwa damu yake ili kutupeleka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mara ya pili nitakujenga nawe utajengwa. Ndo anakujenga sahihi, nawe ujengwe, urudi kwenye msingi, kwa sababu tabia ya kujengwa, jamani, si kitu kinasimama tena. Anasema Bikira wa Israeli, mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika michezo yao wanaofurahi. Mstari wa 5 anasema mara ya pili utapanda mizabibu juu ya milima ya Samaria.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anamaanisha hapa baada ya kurudi tena utazaa matunda. Na kumbuka ya kwamba utukufu huu unaweza ukawa mkubwa zaidi kuliko wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunachokizungumzia na ninachokielezea sahihi ni kukurudisha tena mara ya pili. Usikate tamaa. Anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Katika kumtoa mwana wa pekee hajachagua huyu ni mweusi, mweupe, mnene, mwembamba, mrefu, hajachagua huyu ni mwanaume, ni mwanamke. Ametufia. Anasema ya kwamba akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila jamaa. Kwa kile kitendo cha kununuliwa, tumenunuliwa kwa damu. Hamna gharama unayoingia. Zaidi ya leo tunakwambia hivi, yuko mlangoni, anagonga, anabisha hodi. Na saa hii sauti hii unayoisikia ndo mwana wa Adamu anabisha hodi kwako. Unapofungua mlango wako kwa mara ya pili, anakujenga tena, anakufuta tena, unarudi tena. Mpango wa Mungu sio kuipoteza nafsi ya mwanadamu yeyote. Ndo maana bado ametualika katika ili pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor amesema ya kwamba shida si pesa wala mali ulizokuwa nazo. Ni nzuri zaidi kuwa na pesa na mali na bado nafsi yako. Anasema kwenye Ayubu 21:22 anasema mjue sana Mungu. Kumjua Mungu itategemeana wewe uko upande gani. Huwezi kuniambia uko upande wa pili haujahamishwa alafu ukawa unategemea kumjua sana Mungu ili uwe na amani. Kuwa na amani ni ukiwa kwenye ule upande. Kwa hiyo nina bado roho wa Mungu na Mungu bado anasisitiza upendo wake wa milele, bado ulango liko wazi. Kwa ulikuwa umefika mbali, mrudie muumba wako. Kwa sababu tutapataje kupona kama tusipo ujali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulikuokoa alafu baadaye ukapita. Ni ile mlipishana tu, lakini neema bado ipo. Mungu anakuita siku ya leo. Sauti hii unapoisikia inakuita uweze kusogea, uweze kutengeneza na Bwana. Uwezi jua dakika 2 mbele utakuwa wapi. Ukitengeneza na Mungu inakusaidia wewe kuweza kuishi maisha ya amani. Amen. Amen. Asante sana Pastor. Unajua umezungumzia kwa habari ya ili pendo. Mungu amempenda, yani upendo wa Mungu ni mkuu sana. Haijalishi mtu labda amerudi nyuma anajihukumu kiasi gani, ila upendo wa Mungu ni mkuu sana, kwa sababu na lengo la Mungu kumpenda mwanadamu, anamrudisha kwenye ile nafasi, na sio kurudi tu, anamrudisha ili azae. Ndio maana kwenye hii Yohana 15 anazungumzia kwamba yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Kwa hiyo manake kinachotoaga matunda ni matawi. Kwa hiyo manake lengo la Mungu kumpenda mwanadamu na kutaka kumsogeza karibu, yaani lengo lake azae, kwa sababu nimesema mwanadamu anapokuwa duniani anaishi kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo manake yeyote ambaye yuko duniani anaishi kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo kama unaishi kwa niaba ya Mungu, itategemea unaishiishije, kwa sababu tumeshasema kwamba yeyote anayetaka kuishi kwa niaba ya Mungu mpaka awe amempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na akishampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna namna ya kuishi. Biblia imesema katika Warumi 12:1, msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa hiyo tunaona kumbe anaanza kuishi kutokana na asili ya Mungu, ambayo hiyo asili ya Mungu utaipata kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3. Anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatamanini yaliyo juu Kristo aliko. Maana yake kuna namna huyu mtu anaanza kuishi, kwa sababu tayari anaanza kusimama kwa niaba ya Mungu, anaanza kumwakilisha Mungu. Kwa hiyo maana yake lazima asikie sana kwa Mungu, kwa sababu anaposema msifuatishe namna ya dunia, dunia ina namna yake. Kwa hiyo na wana wa Mungu pia wana namna yao ya kuhusiana na Mungu wao na kufanya kila anachowaagiza kufanya. Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Messi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa neema hii. Tuko tena siku ya leo. Kipindi ni kutoka madhabahuni leo. Somo letu mezali linasema upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Yes.
Lakini mimi siku ya leo nitazungumzia kipengele, somo ni lile lile, lakini nitazungumzia kipengele ambacho kinasema upendo wa Mungu kwa mwanadamu na mwanadamu. Kipengele ambacho nitazungumza. Sawa. Nitasoma upendo wa Mungu kati ya mwanadamu na mwanadamu. Ndio. Lakini kiini kikubwa ni upendo wa Mungu. Yes. Nitakwenda kusoma andiko kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na ule mstari wa 7. Tunasema ya kwamba wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu alimtuma mwanaye wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanaye kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nazungumzia upendo wa Mungu kwa mwanadamu na mwanadamu? Ukiangalia Mungu alivyokuwa na mtuma mwanaye wa pekee ili aje atupende sisi, ni kwamba sisi tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa hatustahili. Kwa hiyo huyu mtu anapookoka, anapomkubali Mungu, anaipokea ile asili ya Mungu ambayo ni upendo. Pendo la Mungu linakuwa ndani yake, na yeye sasa inabidi ampende huyu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ampende mwenzake kama asili ya Mungu inavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, pastor amezungumzia ya kwamba kuna mtu anaweza akawa ameokoka akarudi nyuma, lakini pia ukiangalia Biblia inasema hivi, kumbuka ni wapi ulipoanguka, urudi ukatubu. Lakini bado ni upendo. Unaona, bado ni upendo. Na pia ukiangalia bado upendo wa mtu kwa mtu, ukisoma kwenye Yohana sura ya 3 ule mstari wa 17 na kuendelea, anasema Mungu hakumtuma mwanaye wa pekee ili aende kuhukumu ulimwengu. Hakwenda kuhukumu. Ni kweli kuna wakati ambao sisi tuliookoka tuna lugha mbalimbali ya kwenda kuanza kumhukumu mtu baada ya kumwambia ule upendo wa kimungu kwamba Yesu anakupenda, pamoja na hali mbaya uliokuwa nayo, pamoja na hali ya ufutaji bangi, pamoja na hali ya unapitia hali ya uhuni. Unaona, bado Mungu anakupenda. Tumekuwa hatuna hiyo hali, bali tunaenda kuhukumu kwamba wewe umerudi nyuma, ulikuwa umeokoka, utakufa katika dhambi, utahukumiwa. Lakini tunajifunza kwa Yesu. Yesu japokuwa tulikuwa hatufai, lakini Yesu alisema alitupenda, akakubali na akaonyesha pendo kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidhani kama mtu ambaye umemjua Mungu tayari unakwenda kuchukulia target ya kwenda kumhukumu mtu. Huyu mtu mama, sidhani kama atakubali kuja kwa Yesu. Atabaki na ile hukumu kwamba ni kweli mimi sistahili. Lakini unapomwonyesha upendo wa Mungu kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakujali, pamoja na hali yako hiyo uliko nayo, Mungu anakupenda. Lakini Biblia inazungumza kwa habari ya mtu aliyeenda mbali. Inazungumza kwa habari ya kumrejesha kwa roho ya upendo. Kwa roho ya upendo. Pia upendo wa mtu kwa mtu, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 ule mstari wa 43 anasema ya kwamba mmesikia ya kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Mungu hapa anasema lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Amesema waombeeni wanaowauzi. Hichi kitu ili uweze kuwaombea wanaokuuzi sio rahisi, mpaka uwe umeipokea ile asili ya kiungu, ile asili ya kiungu. Ukisoma Biblia kwenye Wagalatia sura ile ya 5 anasema lakini tunda la Roho ni upendo. Yaani huwezi kabisa ukamfadhili mtu. Mimi hapa Pastor Jennifer hawezi kunipa maji ya kunywa ikiwa hana pendo la Mungu ndani yake, ile kunijali. Pia ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura
13 anasema upendo huvumilia, upendo hauoni uchungu. Huyu mtu kama tunda la Roho halina ndani yake, hawezi kumvumilia mtu, hawezi kumhesabu mabaya, kama Yesu alivyokuja akatuona tu wenye dhambi lakini yale makosa akayafunika. Haiwezekani kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yetu na hatujachukua ile asili ya Mungu ndani yetu. Amesema upendo hauhesabu mabaya. Mtu mama hawezi pia niongelee kwenye kipengele cha kusamehe. Mama, kipengele cha kusamehe kinauma. Kipengele cha kusamehe ni kinauma kama neema ya Mungu isipoingia ndani. Kama pendo la Mungu lisipoingia ndani, kusamehe kunauma. Ni unachukua muda. Neema ya Mungu isipokuwezesha. Mtu amekukosea, unaona. Eza katika watoto kucheza huku, unasikia kwamba mtoto wa fulani amempiga jiwe labda mwanao. Usipokuwa na moyo wa kusamehe, lazima utarudisha kisasi. Utarudisha kisasi tu. Na kama Mungu angerudisha kisasi kwamba huyu mwanadamu ambaye nimemuumba mwenyewe kwa mikono yangu ninaweza kumwangamiza akapotea, sidhani kama tungekuwepo. Ndio maana tunauzungumzia upendo wa Mungu ni wa namna ya pekee yake. Upendo wa Mungu ni wa namna ya ajabu. Ndio maana mtu akikumbuka pendo la Mungu, ukiangalia asili ya Mungu anasema ni Mungu mwenye rehema na huruma. Ukisoma hata habari zile za Musa alivyokuwa anaenda kuwakomboa wana wa Israeli, kuna wakati Mungu aliuzika, lakini Musa akamwambia Mungu, kumbuka wewe ni mwenye huruma na neema. Ni kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia na upendo wa Mungu kwa mwanadamu na kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana Pastor, umezungumzia kwa habari ya upendo wa kati ya mtu na mtu. Sasa mimi nina swali. Kwa mfano, lakini kuna watu wanaofadhiliana, unakuta huo ni upendo au tu yani, au kwa sababu ni upendo wa masharti, labda mimi nakupenda wewe kwa sababu ya kitu fulani, yani kuna kitu nimetarget kwako. Hebu hiyo inakaje Pastor? Mungu anavyosema, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anavyosema upendo hufadhili. Ameandika hapa, anasema upendo hufadhili. Kumfadhili mama mtu, uweze kuangalia kitu ambacho kipo uone kwamba kuna faida anapata hapa. Kumbuka Mungu aliona nini? Kuna faida sisi wakati anaona uovu. Kuna faida ambao alikuwa anapata pale. Kwa upendo unafadhili, hii ndio maana yake. Unampenda mtu ambaye hata kafai kwenye macho yako. Unamfadhili mtu ambaye hata kupatia faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia mama, kuna kitu nimekumbuka. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikutana naye juzi, akawa anaelezea hivi. Akasema sijui kwa nini watu tuliokoka tunakuwa na moyo ambao hatuna upendo. Akaanza kunisimulia. Akasema unajua, watu wa mataifa wamekuwa na tabia hivi. Utakuta mlevi anatoka nyumbani anaenda ba, hana 100, lakini akitoka amelewa chaka kwenye upande wa giza. Huyu mtu akienda ba anafadhiliwa, anapewa pombe za kila aina, analewa, analudi. Na pia ukiangalia makanisani, akawa ananieleza hivi, akasema utakuta mtu mwenye gari anaenda kanisani, akishamaliza ibada anakuta kuna mpendwa ambaye nakaa naye jirani, lakini utakuta anaingia kwenye gari anafunga vioo. Sasa hiki kitu kilikuwa kilimtafakarisha sana mtu alivyokuwa anaongea. Nikasema ni kweli tumekuwa hatuna upendo. Unamwona kabisa mtu anatoka ibadani, unakaa naye jirani kwamba huyu mtu ni drop kwenye gari, ni muache pale nyumbani na pafamu, lakini utakuta anaingia kwenye gari anafunga vioo. Basi sasa neno la Mungu nasema tukiwatendea watu sisi tuliookoka twafanya nini? Tunafanya nini? Anasema pia kwenye maandiko, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamuwezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuliookoka lazima tuwe tofauti na wale wa mataifa, ili wale wa mataifa wamuone Mungu ndani yetu, waje waseme huyu mtu ana Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua nini kilitokea hapo Pastor? Yaani kilichotokea, ile asili ya dhambi haikumwacha mwanadamu salama, yaani ilimharibu ufahamu. Sasa ili mtu arudi kwenye asili ya Mungu na hilo pendo liumbike ndani yake, anatakiwa aamue. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa sababu kitendo cha ni 21:22 mjue sana Mungu ili uwe na amani.
maana yake kuna namna mtu anapokuwa anamjua Mungu, kuna mtembeo atatembea. Ndio maana kuna maisha yanaitwa maisha ya utakatifu. Huwezi ukasema unaishi maisha ya utakatifu kama kuna vitu bado unafanya. Unajua leo tulikuwa tunasikiliza wimbo mmoja, anasema mbu ni mdudu mdogo na simba ni mnyama mkubwa, lakini anayeongoza kuua watu ni mbu. Kwa nini? Nisikilize kwa makini. Yule mwimbaji alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wakati ule wimbo naanza kuimba, mpaka nikaa nacheka. Nikacheka nikasema huu wimbo una ujumbe gani? Basi akasema hivi, mbu anaongoza kwa kuua. Sasa akazungumzia kwamba mbu ni mdogo. Kwa hiyo ule udogo wa mbu amemfananisha na dhambi ndogo ndogo zinaua. Ni kweli mtu anaweza akawa azini, ila kuna vitu tudogo tudogo tunakuwa tunamuua. Yaani vitu ambavyo yeye anapuuza ndio vinavyomuua. Kwa hiyo lazima mtu ajifunze, ndio maana kila kitu nataka ujifunze. Umezungumzia kwa habari ya kusamehe. Kusamehe nako ni kujifunza. Kama hujajifunza kusamehe, huwezi kusamehe. Kwa sababu kila kitu kinahitaji fundisho. Yaani wewe mwenyewe pia uamue kwamba hapana, siwezi kukaa katika hali hii. Kwa sababu iko hivi, Biblia inasema tusimpe ibilisi nafasi. Sasa ukiangalia maana yake usiposamehe tayari wewe umeshampa nafasi. Kwa hiyo kitendo cha kutokumpa nafasi maana yake natakiwa wewe uamue kufanya kile ambacho Mungu anataka kufanya ili upande wako uwe salama. Haleluya. Basi tunapoelekea kumaliza kipindi chetu cha kutoka madhabahuni leo, nataka kusema na mtazamaji, msikilizaji kwamba njia ya kwenda mbinguni au njia ya mwanadamu kupatana na Mungu ni Yesu pekee. Hakuna namna. Yaani hata kama unaenda kanisani kila siku, wewe ni shemasi, ni mzee wa kanisa, kama hujawahi kumkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado. Na sisi tuko hapa ili kukukumbusha kwamba njia pekee ya wewe kupatana na Mungu si nje na Yesu Kristo. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, wala hapana wokovu katika mwingine awaye yote, wala hapana jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo ila ni jina la Yesu. Kwa hiyo maana yake hii ni kanuni ambayo Mungu ameiweka, ambayo mtu hawezi hata ipinga. Alafu kitu kingine tukiangalia, ukiona Mungu amewekeza kwenye jambo fulani, ujue hilo jambo sio la kawaida. Ujue hilo jambo lina maana kubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha Mungu kuwekeza kumtuma mwanae wa pekee, hicho kitu sio cha kawaida. Tukiangalia kwenye kitabu cha tuangalie kwanza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 13, sura ya 10. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 13 hapo. Nafikiri sitasoma mistari yote. Anasema, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Sasa tunaliitia jina la huyu. Ukishaona Bwana ujue ni Bwana Yesu. Kwa hiyo maana yake hakuna mtu anayeokolewa nje na Bwana Yesu. Kwa hiyo hakuna wokovu nje na Bwana Yesu. Na pia amesema basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Unaweza ukawa unaomba, unafunga na kuomba, ila hujawahi kumkiri Yesu, maombi yako hayapokelewi, kwa sababu Biblia imesema Mungu hawasikii wenye dhambi. Kwa hiyo hata ili maombi yako unayoyaomba yapokelewe mbele za Mungu, lazima yanapokelewa kupitia Yesu Kristo, kwa sababu sasa wewe unamuomba Mungu, yani unamuomba kutokea wapi? Ni kweli watu wanasema Mungu ni wa kwetu sote, yani swala sio Mungu ni wa kwetu sote, kuna kanuni. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuzungumza, sitasoma hapa kwa sababu ya muda. Tukisoma tukiangalia kwenye kitabu cha Wafilipi, anasema tukumbuke kwamba Yesu Kristo baada ya kutumwa kuja ulimwenguni alikuwa na akavaa wanadamu. Tunaelewa? Amesema kile kitendo cha kuwa yeye ni Mungu, hakuona kule kuwa kama kuwa Mungu sio kitu cha kushikamana nacho.
Kwa hiyo nataka nikwambie mtazamaji leo ya kwamba maisha yako yatakuwa salama sana endapo utampokea Bwana Yesu jioni ya leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo popote pale ulipo, nifuatishe sala hii, na mwisho wa sala hii utakuwa umeokoka, umempa Bwana Yesu maisha yako. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, nimetambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Siku ya leo ninarudi kwako. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Leo hii ninakupokea wewe ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, nisaidie kutembea katika neema, kutembea katika imani, katika jina la Yesu Kristo. Amen.